Mwalusambo International Ministry tunayo furaha kwa taarifu kuwa huduma yetu inaendelea kuboresha vifaa na mini studio ili kuongeza ubora wa rekodi, matangazo na utunzaji wa kumbukumbu za huduma. Maboresho haya yanahusu ununuzi wa kamera za kisasa, vifaa bora vya kurekodia sauti, matengenezo na maboresho ya mini studio nje pamoja na ndani. Gharama za utekelezaji ni shilingi milioni 15. Muda wa kutimiza ahadi ni hadi tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2026. Chota baraka zako sasa kwa kuchangia kadri Mungu alivyokubariki. Tunapokea ahadi na michango na tunawaomba familia ya MIM kushiriki kwa maombi, michango na ushirikiano wa kujitoa kwa hali na mali. Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya NMB Bank 629100009016. Jina litakuja Zefania Enoki Mwalusambo, ama kwa M-Pesa 0769007328. Jina litakuja Mwalusambo International Ministry. Kwa maelezo zaidi tupigie simu namba 0741996990. Pamoja tunaweza kulijenga eneo la huduma kwa viwango vya juu zaidi na utukufu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu ndugu yangu mpendwa katika jina la Yesu Kristo. Kwa neema ya Mungu tena leo tumekuwa na siku njema ya Jumapili ambayo Mungu ametusaidia. Na siku hii niliahidi kutoa somo juu ya utata ambao uliwasumbua watu wengi katika maswali yaliyopita, na wengine wakajitokeza kupinga, kutoa maoni yao ya kupinga kutoka kwa ndugu yetu anayejitambulisha kwa Home Items. Jina lake sijui. Lakini pamoja na hayo yote, somo langu naona wenda likawa ni gumu kidogo, lakini kwa sababu inabidi kwanza nijibu hoja ambazo aliruhusiwa kujieleza na akajieleza vizuri na kuziandika, nami nataka nitangulie kuzijibu hizo. Hata wengine wakaungana naye kwamba wanakubaliana na hoja zake. Katika sura ya 6 ya Ufunuo, ambayo nilikuwa nimefundisha habari za mihuri 7, hoja ilikuwa ni kupinga kwamba katika ule muhuri wa kwanza, hoja zilianzia kwenye muhuri wa kwanza pamoja na mihuri mingine. Muhuri wa kwanza tulisoma hivi: kisha nikaona hapo mwana-kondoo alipofungua moja ya zile muhuri 7, nikasikia mmoja wa wale wenye uhai 4 akisema kama kwa sauti ya ngurumo, njoo. Nikaona natazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda ana uta, akapewa taji, naye akatoka ili akishinda tena apate kushinda. Mimi nilieleza kwamba huyu mpanda farasi zinaashiria vita, na mpanda farasi ni Yesu Kristo. Hoja ilikuwa kwamba haiwezekani kuwe na mwana-kondoo ambaye ni Yesu alafu mpanda farasi tena awe Yesu. Inakuwaje? Haiwezekani. Wakaenda mbali zaidi na kusema inakuwaje wenye uhai aseme njoo, kama kweli wenye uhai ni kanisa. Naomba usikivu wako. Mwishoni nitaeleza jinsi Mungu au Yesu Kristo anavyoweza kufanya au kujitambulisha kwa namna 3, 4, 5 hata 10 kwa wakati mmoja. Nitakuonyesha maandiko. Ukafikiri wako 3, ukafikiri wako 4, ukafikiri wako 5, kumbe ni moja huyo, kwa sababu Mungu ni mmoja.
Nitakuonyesha, lakini nitangulie kwanza kujibu hoja hizi. Katika hoja mambo ambayo yalionekana ni haya, kwamba kwa sababu hawezi kuwa huyu mpanda farasi, hawezi kuwa mwanakondoo akawa Yesu, mpanda farasi akawa Yesu, ni watu wawili tofauti, na kwamba mpanda farasi ni mpinga Kristo, mpanda farasi, na huyu mpanda farasi ambaye ni mpinga Kristo ni mmoja aliyewapanda wa farasi wote wanne. Alikuwa anabadilisha tu, anatoka farasi huyu anapanda mwingine, ni yeye yule mmoja. Hoja nyingine ilikuwa farasi, kwa kuwa farasi hana jina lake alitaji, kwa hiyo ni mpinga Kristo. Tena huyu farasi ana taji, wakati Yesu hana taji, kwa hiyo huyu ni mpinga Kristo. Tena ana uta, alafu hana mishale, kwa hiyo ni mpinga Kristo. Na sema hivi, farasi ambaye huyu mpanda, kwanza tukubaliane, farasi ni vita, sio kitu halisi kwamba kuna farasi wanyama farasi. Neno farasi, neno wakilishi. Unapoona farasi, manake ni neno linaloelezea vita, vile vya kiroho au vya kimwili, lakini hasa vya kiroho, vita. Kwa hiyo sio kwamba Yesu amepanda farasi, hawezi kupanda farasi Yesu. Lile neno linaloashiria, kitabu cha Ufunuo na manabii wanazungumzia lugha zisizo halisi ambazo zinaonyesha kitu fulani. Kwa hiyo mpanda farasi huyu farasi, tunaona mstari ule wa pili, anasema ni farasi mweupe, na aliyempanda ana uta, akapewa taji, akatoka ili akishinda tena apate kushinda. Farasi mwenye kushinda na kushinda. Nitangulize maelezo haya. Tuna mafundisho katika makanisa ambao wanafundisha hivi, makanisa mengi tu unayajua, wanafundisha hivi: Yesu sio mfalme sasa, atakuwa mfalme atakapotawala baadaye, lakini sasa sio mfalme. Hawaamini kwamba Yesu ni mfalme sasa, kwa sababu hatawali sasa, maana wao wanazungumzia utawala wa kimwili. Kwa hiyo kiroho hawajui kama Yesu ni mfalme sasa, wanaamini atatawala baadaye kimwili. Kwa hiyo leo Yesu sio mfalme, sio mtawala, na wanaamini kwamba sura ya 4 ya Ufunuo mpaka 19, mambo yote yaliyoandikwa kuanzia sura ya 4 mpaka 19 yatafanyika wakati kanisa halipo, limenyakuliwa, liko mbinguni. Kwa hiyo atakayekuwa naendesha mambo haya kuanzia sura ya 4 mpaka 19, anayeonekana hapa ni shetani, ni mpinga Kristo, ndiye atakaye mtawala. Yesu atakuwa hayupo. Hayo mafundisho ndio yamejaa makanisani. Kwa hiyo huyu ndugu ndio elimu alionayo. Kwa nini Yesu aonekane sura ya 6 wakati unyakuo umefanyika sura ya 4? Ndio mafundisho, ndugu yangu, aliyojengwa nayo, kwa sababu hata mimi ndivyo nilivyofundishwa. Unaona? Kwa hiyo hawezi kubali kwamba kuna mwanakondoo alafu kuna mpanda farasi, kuna nini, kwa sababu Yesu atakuwa hayupo. Hilo ni swala moja. Sasa ukijengwa na mafundisho hayo, ni vigumu sana kuelewa sura hii ya mihuri na sura ya wapanda farasi. Sasa niende kwenye uhalisia. Ufunuo alikuwa anafunua mambo haya. Nimesema Ufunuo unafunua mambo yaliyotoka kwa manabii.
Hizi rangi, kuna mweupe, kuna mweusi, kuna mwekundu, kuna kijivujivu, zina maana yake. Na Yesu hajawahi kuwa na rangi zaidi ya nyeupe. Rangi hizi zina maana kubwa sana katika Biblia. Popote pale kuna rangi, unapoona rangi inazungumza kitu. Yesu hawezekani kuwa na rangi zaidi ya nyeupe. Na Ibilisi na upande wa adui hawezi kuwa na rangi nyeupe hata siku moja. Hii ndio kanuni uijue kuhusu rangi. Na Ufunuo unazungumza mambo yaliyotabiriwa na manabii. Ufunuo unafungua mambo yaliyotabiriwa na manabii. Sasa nianzie mwanzo, Zakaria sura ya 6. Tutoke hapo alafu niende kutoa maelezo. Tuanzie na Zakaria sura ya 6. Nasoma mstari wa kwanza. Nikainua macho yangu tena, nikaona, na tazama, yanatokea magari ya vita manne. Kwa hiyo ile mihuri minne au wapanda farasi wanne katika sura ya 6 Ufunuo hawajakosewa, wametokea huku kwa Zakaria. Nikaona magari ya vita manne yanatoka katika milima miwili, na milima miwili ni falme mbili. Milima miwili ni falme mbili, falme wa giza na ufalme wa kiroho. Magari manne yanatoka katika milima miwili ya vita. Mstari wa pili, katika gari la kwanza walikuwa farasi wekundu, na katika gari la pili walikuwa farasi weusi, na katika gari la tatu walikuwa farasi weupe, na katika gari la 4 walikuwa farasi wa rangi ya kijivujivu. Farasi wanne wanatoka katika milima miwili ambazo ni falme mbili, ufalme wa giza na ufalme wa kiroho. Haya, twende ule mstari wa 4. Nikajibu nikamuuliza yule malaika aliyesema nami, hawa ni nini, Bwana wangu? Malaika kanijibu akaniambia, hawa ni pepo 4 za mbinguni zitokazo mbinguni. Manake ni pepo 4 za katika ulimwengu wa kiroho. Mambo yanayotendeka katika ulimwengu sio wa kawaida, pepo za mbinguni zitokeazo baada ya kusimama mbele za Bwana wa dunia yote. Mstari wa 6, gari lile lenye farasi weusi latoka kwenda hata nchi ya kaskazini, nao farasi weupe wakatoka wakafuata nyuma yao, na wale wa rangi ya kijivujivu wakatoka kwenda katika nchi ya kusini, na wale wekundu wakataka kwenda huko na huko katika dunia. Naye akawaambia, haya, tokeni mwende huko na huko katika dunia. Basi wakaenda huko na huko katika dunia. Ndipo akaniita akaniambia akisema, tazama, wale waendao mpaka nchi ya kaskazini wameituliza roho yangu katika nchi ya kaskazini. Tazama, wale waendao mpaka nchi ya kaskazini wameituliza roho yangu katika nchi ya kaskazini. Kaskazini na kusini, ukisoma kitabu cha Danieli, inawakilisha ufalme wa kiroho na ufalme wa giza, ufalme wa dunia na ufalme wa Mungu, kaskazini na kusini. Utaona sura 11 inaeleza ufalme wa kusini, ufalme wa kaskazini.
Kimwili ilikuwa ni mfalme wa Israeli na Yuda, lakini unapokwenda katika unabii inazungumzia juu ya falme mbili, ufalme wa dunia na ufalme wa Mungu. Kusini inasimama badala ya Mungu, kaskazini inasimama badala ya ufalme wa dunia. Zekaria aliona magari manne yenye farasi, farasi weusi, farasi wekundu, farasi weupe, farasi wa kijivujivu. Farasi wekundu, farasi weusi walipokuwa na kwenda kaskazini, farasi weupe wakafuata nyuma. Farasi wekundu, farasi wa kijivu walipokuwa na kwenda kusini, hakuna aliyewafuata. Farasi mwekundu wakawa wanazunguka huko na huko. Mwishoni neno linasema waliokwenda kaskazini wametuliza moyo. Kwa nini? Kwa sababu farasi mweusi alipokwenda kaskazini kwenda kufanya uharibifu, farasi mweupe akafuata nyuma. Magari ya farasi weupe yakafuata nyuma, manake kwenda kukomboa, kwenda kuharibu vita vya giza, kukawa na usalama. Lakini waliokwenda kusini, farasi weupe hawakufuata nyuma, walifuata nyuma kwenda kaskazini. Ndio maana neno linasema waliokwenda kaskazini wametuliza moyo wangu. Maana hawa weupe wasingeenda kaskazini, ambaye ni mfalme mweupe, ambaye ni Yesu, ni ufalme wa kiroho, usingeenda kuharibu nguvu za giza kule, kungekuwa na uharibifu. Lakini alipotangulia mharibifu, ufalme weupe, magari meupe ya farasi weupe yakaenda nyuma, kukaleta amani. Unaona, farasi mweupe siku zote ni wakuleta amani, ni Yesu. Magari meupe, farasi mweupe, mpanda farasi mweupe. Ufunuo unazungumza rangi hizi mbili na mafarasi wametokea hapa katika unabii wa Zakaria. Sasa siendi kufafanua Zakaria alikuwa anatabiri ni mambo gani kuhusu wafalme na vita gani, maana lengo sio kufundisha somo hilo, lengo ni kuonyesha farasi walikotokea. Ufunuo hakuanza, Yohana hakuanza hivi. Ufunuo hauanzi kitu hivi ambacho hakijanenwa na manabii. Nirudi katika Ufunuo sura ya 19. Ufunuo sura ya 19. Nadhani wengi mnaonifuatilia, kwa kweli niliahidi kwamba nitatoa majibu siku ya leo, mtakuwa mnafuatilia pamoja na Biblia zenu muone kama kuna ukweli au sio kweli. Nasoma Ufunuo 19 mstari wa 11. Kisha nikaona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu. Mwaminifu ndiye anampanda farasi mweupe na wa kweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Huyu mwaminifu na wa kweli anahukumu na kufanya vita, amempanda farasi mweupe. Mstari wa 12. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi, naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe. Naye amevikwa vazi lililochovwa katika damu, na jina lake aitwa Neno la Mungu. Huyu ndiye amepanda farasi mweupe huyu. Mstari wa 14. Na majeshi yake, na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata. Majeshi ya mbinguni ni kanisa. Wakamfuata, wamepanda farasi weupe. Yesu anapanda farasi mweupe, kanisa linapanda farasi weupe. Kwa sababu gani? Yesu ni kiongozi wa vita, sisi ni wapiganaji wa vita. Yesu ni kiongozi wa vita. Yesu ni jemadari. Yesu ni Mikaeli. Yesu ni jemadari anayeongoza vita.
anapanda farasi mweupe na wafuasi wake, majeshi yake, tumepanda farasi mweupe. Unaona mstari wa 14, majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata, wamepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi. Sasa nisiendelee, nirudi. Kama kweli akili, tunasema roho anaongoza, ila akili zetu zimekufa, haziwezi kufikiri, kwa sababu roho hawezi kukuongoza tu alafu akili zako zimekufa, hazifanyi kazi. Haya, inakuwaje mpanda farasi mweupe katika sura ya 6 awe mpinga Kristo, alafu mpanda farasi mweupe sura ya 19 awe Yesu? Unanielewa? Inakuwaje mpanda farasi mweupe sura ya 6 awe mpinga Kristo, alafu mpanda farasi mweupe katika sura ya 19 awe Yesu? Huoni kwamba unajichanganya? Huoni kwamba unajichanganya? Yesu na shetani, Yesu na mpinga Kristo wanapanda wote farasi mweupe. Wote ni washindi. Shetani ni mshindi, mpinga Kristo ni mshindi. Yesu ndiye mshindi. Kwa sababu watu wamefundishwa Yesu hashindi sasa, atashinda baadaye. Unakubaliana na uongo huo? Yesu tangu msalaba, alipokufa msalabani, alitangaza ushindi, 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 mpaka leo ni mshindi, na wale wanaomfuata ni washindi. Sisi ni kanisa, ni majeshi yake, tunamfuata, ni washindi. Yesu amepanda farasi mweupe na sisi ni wapanda farasi weupe, tukifuata nyuma yake, ni washindi. Yeye ni jemadari wa vita, sisi ni wapiganaji wa vita katika ulimwengu wa kiroho. Yeye ni mshindi, sisi ni washindi. Anashinda na kushinda. Unamwekaje mpinga Kristo hapa kama sio kufuru? Hata tumeona katika Zakaria, farasi mweupe ndiye analeta amani kwa wale wanaoleta uharibifu. Unasema huyu mpanda farasi mmoja huyo anapanda na huyu farasi mweusi, anapanda na mwekundu, anapanda na waki. Ni mafundisho yaliyopotoka, yafuatilii kanuni za kusoma Biblia. Unaona? Katika hoja nyingine inasema hivi, hana jina. Yes, katika Biblia tunasoma vitu vyote, tunatambua kwa sifa. Nimefundisha huko nyuma, unaweza kusoma malaika, soma maelezo yake, yatakuonyesha sifa zake. Hizi ni za malaika Yesu, ni za malaika Shetani, ni za malaika gani? Ni mwanadamu. Sifa ndizo zinazomweleza, sio lazima tajwe jina. Sifa zinaeleza. Unasoma habari za malaika mwenye nguvu na mwangaza mkuu, unajua huyu nani ni malaika mwenye mwangaza mkuu na nguvu na uwezo? Ni Yesu. Kwa nini? Jina lake alipo, sifa ndizo zinazoonyesha huyu ni Yesu. Biblia inasema jemadari mkuu wa vita. Zile sifa zinaonyesha huyu Mikaeli ambaye ni jemadari mkuu wa vita ni Yesu. Hakuna malaika mwingine ambaye ni jemadari wa vita. Hata waendea washirika wote makanisani wanajua kuomba hivi, hata wasiosoma. Anakuambia, Bwana mpiganaji wangu, unayenipigania, jemadari wangu, jemadari wa vita. Muulize huyo jemadari wa vita unayemshukuru na kumwomba ni malaika au ni Yesu? Atakwambia kama anamshukuru malaika au anamshukuru Yesu. Sifa zinamweleza. Wewe unataka jina? Haya, anasema hana jina. Alafu hoja nyingine anasema huyu mbona ana taji? Kwa hiyo nimpiga Kristo kwa sababu ana taji. Yesu hana taji. Kusema Yesu hana taji, taji ni nini? Taji ni ishara ya ushindi. Unaposema Yesu, kama ni Yesu mbona hana taji?
Yesu hana taji, manake unasema Yesu sio mshindi. Yesu huwezi kumvalisha taji kichwani. Yesu ni Mungu, huwezi kumvalisha. Havai taji kama unavyovaa wewe. Taji ni ishara, ni neno linalozungumzia ushindi. Ni kama tuzo. Tuzo, anayepewa tuzo ni mshindi. Huyu ana taji, maana yake inaelezea ni mshindi, tena ni mshindi. Unasema Yesu hana taji, atakuwa na taji baadaye. Kwa sababu huamini kwamba Yesu ni mfalme leo, atakuwa mfalme baadaye. Nakwambia kwa jina la Yesu, Yesu ni mfalme leo. Ana taji leo. Ni mshindi leo. Mpinga Kristo hana taji na hatakuwa na taji. Maana yake nini? Sio mshindi na hatakuwa mshindi. Taji inazungumzia ushindi. Kwa hiyo hoja sio ya kweli. Unasema ana uta lakini hana mshale. Je, hoja hii ina msingi? Ana uta lakini hana mshale. Hivi ukimwona mtu ana bunduki, unasema nimemwona askari ana bunduki ila hana risasi, utakuwa na akili nzuri ya kusema hivi? Ukisema askari nimemwona ameshika bunduki lakini haina risasi, tukimwona mtu ameshika bunduki hatuulizi habari ya risasi zomo ndani, tunajua ameshika bunduki. Kwa hiyo unataka Biblia iseme ameshika uta alafu ameshika na mishale. Sasa uta unafanya kazi bila mshale? Uta kazi yake ni nini? Ni kufanya vita. Nani anayekwenda na uta? Uta ni upinde. Nani anayekwenda vitani na upinde alafu hana mishale? Ni nani? Hata angekuwa mjinga vipi, anakwendaje vitani na upinde alafu hana mishale? Alafu tuseme huyu tunamwona huyu ana uta lakini hana mshale. Ni hoja dhaifu. Haya yanatokana na kwamba kuna mafundisho yaliyotangulia kwamba Yesu sio mfalme, Yesu hana taji sasa, Yesu hatawali sasa. Kitabu cha Ufunuo hakizungumzi mambo ya kanisa. Kanisa litakuwa halipo, Yesu atakuwa hayupo, kanisa litakuwa mbinguni. Hayo mafundisho ndio yanasumbua kichwa. Kwa hiyo unapozungumza hapa anashindwa kuelewa. Anasema haiwezekani mwana kondoo alafu nampinga Kristo awe na mpanda farasi awe Kristo. Haiwezekani. Nimefuatilia, ninavyo vitabu vingi sana katika maktaba yangu. Nimefuatilia Bible commentaries. Commentaries. Ninazo kama 3-4. Nimeipata commentary moja, nadhani ndugu yangu alisoma huko. Inaeleza hivyo hivyo. Inaitwa Africa Bible Commentary. Inasema hivi, haiwezekani mwana kondoo awe mpanda farasi. Imesema hivyo. Inawezekana ndugu yangu alisoma huko. Inawezekana. Au kitabu kingine. Hawa ni watu ambao wanazungumza, wana mashaka, hawamjui Mungu. Wanategemea kwamba Yesu atakuwa hayupo. Sura ya 6 haizungumzi. Kwa nini? Maana Yesu, kanisa limenyakuliwa, halipo. Na ukiongea nao wanasema wanaongozwa na Roho. Hivi Roho anaweza kuongoza katika mambo ambayo hayana ukweli? Au ni akili yako inakupeleka? Ni Roho kweli? Nimejaribu kujibu hoja hizo. Farasi mweupe, rangi zina maana yake katika Biblia. Haziandikwi bure. Huwezi kusema mpanda farasi anapanda mweupe, farasi mweupe alafu anapanda na mwekundu huyo. Haiwezekani. Wala anayepanda farasi mwekundu hawezi kumpanda farasi mweupe. Kwa sababu mweupe inamwakilisha Mungu siku zote, rangi nyeupe siku zote. Na watakatifu wanawakilishwa na rangi ya kitani safi. Rangi zina maana. Niende sasa katika hoja hizo. Kuna watu waliunga mkono wakasema tunakubaliana na hoja zako, kwa sababu inakuwaje wenye uhai ambao eti ni kanisa,
Tumeambiwa wenye uhai wanne ni kanisa. Sasa waanze kuita kusema njoo. Nataka nitoe maelezo. Naomba mnisikilize. Biblia ina utaratibu wake usioweza kubadilishwa. Nimefundisha wenye uhai wanne. Wenye uhai wanne. 4 inasimama badala ya ulimwengu, dunia yote, mzunguko, pepo 4 za nchi. Unaposoma wenye uhai wanne ni kwamba ni kitu kinachohusika na ulimwengu wote. Pepo 4. Kanisa ni la ulimwengu wote. Ndio maana inaitwa wenye uhai wanne. Ni kanisa hilo. Katika Ufunuo hatusomi wenye uhai wanne. Ile mwili wa kwanza hatusomi habari za wenye uhai wanne. Inasema mmoja wa wenye uhai wanne. Mwenye uhai mmoja ni Yesu Kristo. Wenye uhai wanne ni kanisa. Inatokana na nini? Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 4 na unabii wa Ezekieli sura ya 1 imezungumzia habari za viumbe wanne: simba, mwanadamu, ndama au ng'ombe na tai. Nilifundisha hizo sura za wanyama wanne katika Injili za Yesu zinaeleza na kufafanua. Mathayo, nimefundisha hivi kwa wale walionisikiliza masomo yangu ya nyuma. Mathayo katika utumishi wake, mwandishi Mathayo alishughulika na kumwelezea Yesu kama mfalme. Kama mfalme. Maana yake simba. Marko ameshughulika katika kumwelezea Yesu kama mtumishi. Maana yake ndama. Luka amemwelezea Yesu kama mwana wa Adamu. Maana yake sura ya mwanadamu. Yohana ameshughulika kumwelezea Yesu kama Mungu. Maana yake sura ya tai. Kwa hiyo Yesu anaonekana kwa sura 4 katika Injili na maelezo ya Injili za Yesu, zikimwelezea kama mfalme, zikimwelezea kama mtumishi, kama mwana wa Adamu, kama Mungu. Ni sura 4 za wanyama. Unaposema mnyama mmoja, sura moja, husemi kanisa. Ukisema simba, sio kanisa. Ukisema ndama, sio kanisa. Huyo ni Yesu. Biblia inasema mmoja wenye uhai. Kanisa ni wenye uhai wanne. Ukipunguza moja sio kanisa. Ukipunguza 2 sio kanisa. Lakini mmoja ni Yesu. Awe ndama ni Yesu. Awe tai ni Yesu. Awe simba ni Yesu. Ni sifa zake ambazo kanisa limejiingiza ndani. Ameziingiza ndani ya kanisa. Sisi tunakwenda kwa umoja. Yesu hana umoja, yeye ni peke yake. Hawezi kutoka katika wenye uhai akatokea mmoja lakini akawa naye ni kanisa. Hapana, mmoja ni Yesu. Nikupe na mfano mwingine. Kanisa linaitwa vinara vya taa 7. Kanisa linaitwa vinara vya taa 7. Sio 6 wala 4. Lakini unapozungumzia habari ya kinara ni Yesu. Sio kanisa. Ndio maana katika Ufunuo anasema usiposhinda, usipofanya haya, utaondolewa kinara. Hana maana utaondolewa kanisa. Hapana, kinara ni Yesu. Vinara ni kanisa. Tuelewe Biblia. Biblia inazungumza habari ya roho 7. Kanisa linaitwa roho 7 za Mungu. Kanisa linaitwa macho 7 ya Mungu. Kanisa ni roho 7 za Mungu. Kanisa inaitwa macho 7 ya Mungu. Kanisa inaitwa vinara vya taa 7 za Mungu. Roho moja sio kanisa, ni Yesu.
Jicho moja sio kanisa, ni Yesu. Kanisa linaitwa macho 7. Sasa tunachanganya nini? Tunasema inawezekanaje kanisa liseme njoo hapa katika mstari wa kwanza katika mstari wa kwanza wa sura ya 6. Sio kanisa, ni Yesu. Kwa hiyo mwana kondoo anafungua mmoja ya mihuri. Mwana kondoo hafungui, hajashika kitabu, anafungua. Maana yake ndiye anayeruhusu kufungua huku, yeye ndiye anayetoa kibali, ndiye anayeruhusu jambo litokee. Hata tunaposoma akapiga baragumu, hapigi baragumu, maana yake anaruhusu. Anaruhusu mwana kondoo. Alafu mmoja wa mwenye hai ni Yesu mwenyewe. Anasema njoo, anaruhusu mwenyewe. Alafu amepanda farasi, ni yeye mwenyewe. Una mashaka na Yesu kwamba hawezi kufanya jambo hili, akafanya hili, akafanya hili? Una mashaka na Yesu? Unamjua Yesu? Unaposema Yesu ana uwezo wote, unamaanisha nini? Unaposema Yesu ana uwezo wote, unamaanisha nini? Kama hawezi, unadhani Yesu anaweza kuchanganyikiwa kama wanadamu wanavyochanganyikiwa, kwamba nina mambo mawili nachanganyikiwa, sasa nifanye lipi, niache lipi? Wanafikiri na Yesu ndivyo alivyo? Ni Yesu mwenyewe hapa anayezungumza, hakuna mwingine hapa. Yesu yote, awe mwanakondoo, awe mmoja wa wenye uhai, awe ni mpanda farasi, ni Yesu. Wale waliosema na sisi tuna mashaka, na kuondolea mashaka haya, elewa Biblia. Wazee 24, wazee, unaposoma wazee ni kanisa, lakini ukisoma mzee sio kanisa. Uelewe, ukisoma wazee ndani ya Biblia unazungumzia kanisa, lakini ukisoma habari ya mzee sio kanisa, ni Yesu. Nikuonyeshe Isaya 24. Isaya 24. Isaya 24 mstari wa 23. Sura ya 24 inazungumzia habari ya ufalme wa Masihi utakao kuja. Ilikuwa inatabiriwa katika Agano la Kale, ufalme ambao ni Agano Jipya. Sasa katika Agano Jipya mstari wa 23 unasema hivi, 23: ndipo mwezi utatahayari na jua litaona haya, kwa kuwa Bwana wa majeshi atatawala katika mlima wa Sayuni. Mlima wa Sayuni unawakilisha kanisa, na Yerusalemu inawakilisha kanisa, kwa sababu ni miji mitakatifu. Atatawala katika mlima Sayuni na katika Yerusalemu na mbele ya wazee. Unapozungumzia mlima Sayuni, unapozungumzia Yerusalemu, unapozungumzia wazee, ni kitu kimoja. Anatawala katika Yerusalemu, anatawala katika Sayuni, anatawala katikati ya wazee. Wazee ni kanisa, lakini mzee sio kanisa. Sasa watu pala anasema mmoja wa wenye uhai, wanasema ni kanisa. Sio kanisa, ni Yesu. Nadhani nimejaribu kufanua vitu ambavyo vimeleta changamoto kwa ndugu huyu. Alafu amezungumza habari ya history. Ndugu Home Items amezungumza, ameandika historia yake ndefu pale. Nataka nikushauri hivi, mimi ninavyo vitabu vingi sana vya historia vya waandishi mbalimbali. Historia inatusaidia, sio asilimia zote, kwa sababu inategemea na huyo mwandishi wa hicho kitabu amefanya utafiti wa aina gani. Ndio maana ukisoma historia utakuta mwandishi huyu, chukua waandishi wawili watatu, chukua mwandishi huyu na huyu na huyu, walinganishe, wanatofautiana. Hata wale waandishi wa vitabu utakuta mwisho wa kitabu anakuandikia biography, yani habari hizi alizoandika kwenye kitabu chake, pointi fulani amechukua kwa huyu,
Pointi fulani ameziandika kutoka kwa huyu, pointi nyingine amechukua kwa huyu. Unakuta ameandika biography labda vitabu hata 10, 20 pale chini, kwamba hata hawa hawakubaliani, wanakubaliana na katika mengine hawakubaliani. Sasa hicho kitabu tuambia kimeandikwa na mtu gani ambaye tunaweza tukathibitisha tukakilinganisha na Biblia? Mimi natumia sana historia, lakini sichukui historia asilimia zote. Kinachotuongoza ni Biblia. Historia inasaidia. Umetuandikia kitabu ambacho umesoma, inawezekana umesoma kitabu cha mtu mmoja na vingine vinasema kama unavyosema wewe, unatuletea iwe ndio Biblia. Soma historia ya Wakatoliki, usome na vitabu vya Wasabato kama vinafanana. Usome na historia ya Waprotestanti waliochunguza kama vinafanana. Unataka kuingiza historia iwe juu ya Biblia. Je, mimi nikikupa kitabu ambacho ninavyo hapa nikusomea ambacho kinapingana na hiyo historia yako, utasemaje? Mungu atusaidie sana. Sasa dakika chache zilizobaki, nadhani zimekuwa chache sana, lakini hebu nikimbie nikueleze hivi. Yesu kufanya katika eneo moja, akafanya hiki na hiki na hiki na hiki yeye mwenyewe, ni swala la kawaida. Yesu hana msaidizi. Mungu hana msaidizi. Yesu ni mmoja. Ndio maana tunasema Mungu ni mmoja. Nianzie na kitabu cha Ufunuo alafu nitakuonyesha maandiko mengine. Kwa mfano, tufungue Ufunuo hiyo sura ile ya 14. Nikupe mfano sura ya 14. Nimesema Yesu tunamtambua kwa sifa zake. Hata jina lake lisipokuwepo, sifa zinamuonyesha huyu ni nani. Kwa mfano, kabla sijaenda sura ya 14, ukisoma sura ya 10, anakuambia kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua, na miguu yake kama nguzo za moto. Huyo ni malaika huyo. Hizi sifa ni za malaika gani? Ni sifa za Yesu. Namtambuaje? Namtambua kutokana na sifa hizi. Hakuna malaika aliye na sifa hizi. Sura ya 9, malaika wa 5 akapiga baragumu, nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi. Nyota hiyo, naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Watu wanasema nyota hii ni shetani, wengine wanasema nyota hii ni mpinga Kristo. Nyota iliyoanguka, nyota ni Yesu. Kweli nyota anaweza kuwa mwanadamu au Yesu, lakini nyota hii inayosemwa hapa ina ufunguo wa kuzimu. Ni nani aliye na ufunguo wa kuzimu katika Biblia? Yesu ndiye amejitambulisha, mimi ndio nilio na funguo za kuzimu. Sasa unamsemaje hapa ni shetani? Unamsemaje hapa ni mpinga Kristo? Namtambua kutokana na sifa zake. Maandiko mengi ndivyo yanavyotuonyesha. Sifa ndizo zinazomuonyesha, sio jina. Katika sura ya 14, nikupe mfano. Sura ya 14 mstari wa 14. Nakupa mfano juu ya hivi Yesu anaweza kufanya hiki mwenyewe, alafu na ukutena kawa mwenyewe. Inawezekana. Tunamtambua Yesu kwa sifa. Anajitambulisha hivyo, hajitambulishi kila mahali kwa majina. Mstari wa 14 na usoma. Sura ya 14 mstari wa 14 unasema, kisha nikaona natazama wingu jeupe. Maana mambo ya Mungu hayawezi kuwa na rangi nyingine ya wingu. Unaona? Nikaona wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu mwenye taji, ambaye ndugu yetu amesema Yesu hana taji.
Taji ni ushindi, taji ya dhahabu juu ya kichwa chake, na katika mkono wake mundu mkali. Ana taji lakini mkononi ameshika mundu mkali. Mundu ni kama fiekeo, kwa wale wanaoweza wasijue mundu maana yake nini. Ni kama fiekeo, wengine wanasema nyengo. Sasa tuangalie huyu ni nani. Amekaa juu ya wingu jeupe, ameketi mfano, ana sura kama mfano wa mwanadamu, ana taji ya dhahabu. Huyu ni nani? Hizi sifa ni za nani? Ni za Yesu. Mstari wa 15. Na malaika mwingine, angalia, malaika mwingine akatoka katika hekalu akimlilia kwa sauti kuu yule aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu. Anamwamrisha, tia mundu wako ukavune, kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja, kwa kuwa mavuno ya nchi yamekomaa. Na yeye aliyeketi juu ya wingu akautupa mundu wake juu ya nchi, nchi ikavunwa. Hapa ni maelezo ya hukumu ya mwisho, kuvuna, mavuno ya Yesu siku ya mwisho. Anaelezea habari ya kuvuna. Sasa ameketi juu ya wingu, ni mfano wa mwanadamu. Ni nani? Ni Yesu. Na huyu anayetoka hekaluni anamwamrisha Yesu ni nani? Naye ni malaika. Malaika mwingine anatoka hekaluni, naye anamwamrisha Yesu. Hekalu ni kanisa, anayemiliki hekalu ni Yesu, ni yule yule. Haya ni maelezo ya Yohana alivyokuwa anaona hiki, anaona hiki, anaona hiki. Yesu ni yule yule. Sio kwamba walikuwepo pale, huyu anatokea huko, na Yesu alikuwa anaonyeshwa naona, lakini ni yule yule. Malaika mmoja ni yuko juu ya wingu, mwingine anatoa amri ya kuvuna, mavuno. Unasema kuna malaika wawili, wengine wanasema pana Baba na Mwana hapa. Haya, mstari wa 17. Kisha malaika mwingine tena. Pale tumeona wawili, malaika wawili, tunamuona malaika watatu. Malaika mwingine akatoka katika lile hekalu lililoko mbinguni. Hekalu ni kanisa, ni ufalme wa kiroho, mbinguni ni kiroho. Naye ana mundu mkali. Huyu ametoka hekaluni. Katika pale mwanzoni aliyekuwa na mundu alikuwa amepanda juu ya, amekaa juu ya wingu jeupe. Sasa hapa ana mundu mkali, lakini anatoka hekaluni. Wakati pale juu aliyetoka hekaluni ndiye aliyekuwa anatoa amri. Unaona mambo yanavyokuwa, utafikiri wako wengi. Haya, mstari wa 18. Malaika mwingine akatoka katika madhabahu, yule mwenye mamlaka juu ya moto, naye akamlilia kwa sauti kuu yule mwenye mundu mkali, akisema, tia mundu wako mkali ukachume vichara vya mzabibu. Anaendeleza hapa. Ile fungu la kwanza inazungumzia hukumu au kuvuna. Kuvuna inazungumzia juu ya mavuno, inazungumzia kanisa. Kuchuma vichara inazungumzia na kuviweka kwenye shinikizo, inazungumzia hukumu ya wenye dhambi. Je, atakayekuwa na hukumu, atakayekuwa anavuna kanisa ni mwingine, na atakayekuwa anavuna hawa wenye dhambi naye ni mwingine. Wengine wanasema ni malaika, sio Yesu. Kwa hiyo Yesu atakaa, alafu malaika ndio wanashughulika na kuhukumu na kuvuna nchi. Yesu anajibadilisha, ni yule yule. Nikuonyesha mambo mengi, nikuonyesha andiko lingine. Katika somo lililopita nilijaribu kuonyesha, wengine bado hawakuelewa. Nilijaribu kuonyesha mfano mmoja katika kitabu cha Mwanzo, wengine hawakuelewa. Mwanzo 18. Ukisoma sura ya 18 ya Mwanzo utaona kuna watu watatu.
Mstari wa kwanza nasema Bwana akamtokea Ibrahim. Kumtokea kwa Bwana, Bwana ni Mungu, anamtokea Ibrahim, lakini mbele ya Ibrahim walionekana watu watatu. Je, Ibrahim alimjua katika wale watatu kwamba Bwana yuko wapi? Haya, ukienda mstari wa 9, wakamwambia yu wapi mkeo? Hapa tunaona ni wote watatu wanaongliza, lakini mstari wa 10 akamwambia, hasemi wakamwambia tena, akamwambia. Ni mmoja huyo, ni watatu wanajifanya mmoja. Hakika nitakurudia wakati huu mwakani, na tazama Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Ukienda mstari wa 18 Bwana akamwambia, ni mmoja sasa. Ukienda mstari wa 17 anazungumzia Bwana akinena. Mstari wa 20 anazungumza mmoja Bwana. Lakini pale mstari wa 16 anasema kisha watu hao wakaondoka huko, wakaelekeza nyuso zao Sodoma. Ibrahim akaenda pamoja nao awasindikize. Watu wangapi? Watatu. Bwana akanena, wako watatu, lakini Bwana mmoja ananena na Ibrahim. Watatu ni mmoja huyo huyo. Hizi hesabu zinakuwa ngumu kiasi gani? Mpaka roho wanasema, mpaka roho anifunulie. Yaani akili zetu zimekufa mpaka aingie. Sasa nikwambie, roho hafunui kila kitu. Nitakupinga kabisa mpaka mwisho. Hata mimi nina roho. Roho hafunui kila kitu. Roho anatusaidia tunapokwama. Roho ametupa akili. Wokovu ni akili ya kimungu ndani yetu. Ameweka akili. Tunatumia akili. Tunapokwama, Roho anaingilia kati. Tunaomba kwa akili, Roho anaingilia. Tunashinda kwa akili. Tunafanya maamuzi kwa akili. Tunamtafuta Mungu kwa akili. Pale tunapokwama, uwezo wetu tunapoishia, Roho anaingilia. Wewe unategemea tu kila kitu roho, kila kitu roho, kila kitu roho. Umekufa. Simdharau roho, namtegemea sana roho. Hata haya Mungu namtegemea roho. Bila roho wa Mungu siwezi kufanya haya. Lakini amenipa akili. Haya, unabii ni nini na ufunuo ni nini? Unangoja roho akufunulie. Yaani hata akili ya kutambua kwamba unabii maana yake ni hii na ufunuo maana yake ni hii kwa lugha ya Kiswahili, unangoja roho, unasema Mungu roho anifunulie. Roho anafanya kazi kama hizo. Roho anafanya kazi kama hizo. Roho. Na nikwambie wengi wanaosema roho kila eneo roho wamepotoka kabisa. Simkatai roho. Siwezi kufanya kazi hii bila roho. Namjua roho utendaji wake. Tunapookoka anatutakasa, anatupa akili njema. Lakini tusisitegemee akili. Biblia haisemi msitumie akili. Biblia haijasoma vizuri. Biblia haijasema msitumie akili. Imesema msizitegemee akili. Pamoja na akili tunategemea sana msaada wa roho. Unasema kila kitu roho hajafunulia. Roho atanifunulia. Mimi roho hanafunua. Vipi? Unamwelewa roho? Haya, hapa wako watatu. Lakini anayesema ni Bwana. Watatu wanaweza kuwa Bwana mmoja. Sura ya 19 tunaona malaika wawili. Kwa nini? Kwa sababu katika mstari wa 22 unasema 18 basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma. Watu wangapi? Ni wale waliomtokea Ibrahim. Walikuwa ngapi? Watatu. Lakini Ibrahim alikuwa akali akisimama mbele za Bwana. Walipofika kwa Lutu, walifika malaika wawili. Kwa Ibrahim walikuwa watu watatu. Watu sio malaika, watu. Hapa malaika. Unaelewa kwa nini? Mungu anaweza kuwa mtu, anaweza kujifanya malaika, anaweza kujifanya lote, wanaweza kuwa watatu, wanaweza kuwa 10, linaweza likawa jeshi.
wanaweza kuwa wanazungumza, wanajadiliana, unawasikia, maana anataka kukuonyesha uwezo wake. Wewe unasema wako watatu, ni Mungu mmoja tu. Naweza nikakupa maandiko mengi sana, zaidi hata 20 katika Biblia. Labda nikuonyeshe machache kwa kuwa dakika zangu zinaisha. Nikuonyeshe kitabu cha Danieli. Najaribu kuchagua machache yanayoweza kuonyesha kwamba Mungu hafungwi. Nasema mbona yuko peke yake? Inakuwaje huyu awe mwenyewe, huyu awe mwenyewe? Hiyo ni akili ya kibinadamu, sio akili ya Mungu hiyo. Nikuonyeshe kitabu cha Danieli. Twende Danieli sura ya 8. Danieli sura ya 8. Siendi kueleza kufafanua unabii ule unahusu nini. Nataka kuonyesha tu Mungu anavyoweza kujibadilisha kwa namna tofauti. Katika mstari wa 13, 8:13. Nianzie pale. Ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena na mtakatifu mwingine. Ni Danieli anasikia, yuko katika roho, anasikia wawili wanazungumza. Nikamsikia mtakatifu mmoja akinena na mtakatifu mwingine. Akamuuliza huyo aliyenena, haya maono katika habari ya sadaka ya kuteketezwa ya daima na lile kosa lifanyalo ukiwa. Anazungumzia ni chukizo la uharibifu hilo. Lifanyalo ukiwa, yataendelea hata lini? Wanaulizana watu wawili. Mmoja anamuuliza mwingine na mwingine anamjibu mwingine. 14. Akamwambia hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Watu wawili wanajadiliana. Hawa wanaojadiliana, mtakatifu mmoja na mwingine, ni nani? Yesu mwenyewe. Unaweza usiamini. Twende sura ya 10. Mstari wa 4. Na siku ya 24 ya mwezi wa kwanza, nilipokuwa kando ya ule mto mkubwa Hidekeli, naliinua macho yangu nikatazama, na kumbe mtu aliyevikwa nguo za kitani, viuno vyake vimefungwa dhahabu safi ya ufazi. Mwili wake pia ulikuwa kama zabarajadi safi, na uso wake mfano wa umeme, na macho yake kama taa za moto, na mikono yake kama miguu yake, na rangi yake kama shaba iliyosuguliwa sana, na sauti ya maneno yake kama sauti ya umati wa watu. Katika Ufunuo anasema kama ngurumo. Yesu ndiye anayetoa sauti ya ngurumo. Ndio tumeona hata pale katika Ufunuo 6 mstari wa 1, sauti ya Yesu ni ngurumo, ni kama sauti ya umati. Sifa zote hizi zinamueleza nani? Zinamueleza Yesu. Jina lake hapa alipo. Mstari wa 11, akaniambia, Danieli mtu pendwaye, anaendelea kuongea na Danieli. Nachotaka kukuambia, kukuonyesha, hebu niruke niende, kuna kitu nataka kukuonyesha hapa. Mstari wa 13, lakini mkuu, nianzie 13, 12. Akaniambia 12, ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kunyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia. Huyu sifa zake tulizosoma hapa juu, huyu sifa kubwa, mstari wa 4 na 5, ni Yesu huyu. Alafu anasaidiwa na Mikaeli. Manake Mikaeli ana nguvu kuliko huyu. Watu wanasema Mikaeli ni malaika. Mikaeli ni yeye mwenyewe. Akaja kunisaidia. Na ukiendelea kusoma, amesema nimemwacha Mikaeli, nimekuja huku
Naona nimemwacha Mikaeli, amemwacha Mikaeli. Ni Mikaeli yeye Mikaeli ni jemadari wa vita, ni mkuu wa watu, sio malaika. Mstari wa 20 ndipo akasema, je, unajua sababu hata nikakujia? Na sasa nitarudi nipigane na mkuu wa Uajemi, nami nitakapotoka huku, tazama, mkuu wa Uyunani atakuja. 21 lakini nitakwambia yaliyoandikwa katika maandiko ya kweli. Sikiliza mstari wa 21. Lakini nitakwambia yaliyoandikwa katika maandiko ya kweli, wala hapana anisaidiaye juu ya hao maadui. Hakuna naye nisaidia ila ni huyo Mikaeli, ndiye anayenisaidia. Mikaeli ndiye anayenisaidia. Mkuu wenu ambaye ni mkuu wenu, Mikaeli ni mkuu wa watu. Tena mimi katika mwaka wa kwanza wa Dario Medi, mimi nalisimama nimthibitishe na kumtia nguvu. Anaendelea kujieleza, lakini mimi ndiye niliyemweka Dario, ndiye niliyethibitisha ufalme wa Uajemi, ni mimi. Sasa aliyethibitisha ufalme wa Uajemi, aliyemweka Dario ni nani? Si ni Mungu mwenyewe? Na Mikaeli si mwenyewe? Kuna mifano mingi sana naweza kuonyesha katika Biblia ukaona kama ni wengi. Nimalizie mstari wa mwisho, sura ya 12 ya Danieli. Sura ya 12 ya Danieli, nimalizie mstari wa mwisho, 12 Danieli, mstari wa 5. Ndipo mimi Danieli nikatazama, na kumbe wamesimama wengine wawili. Wamesimama wawili, mmoja ukingoni mwa mto upande huu, na mmoja ukingoni mwa mto upande wa pili. Na mmoja akamuuliza yule aliyevikwa nguo za kitani, aliyekuwa juu ya maji. Mwenye kitani ni yule tuliyesoma sura ya 10. Mmoja, wanazungumza mambo haya yanakuwaje, wanaelezana. Ni nani? Ni Yesu mwenyewe. Labda nimalizie neno hili, sura ya 8. Sura ya 8 uwe mfano wa mwisho, sura ya 8, maana muda umekwenda. Mstari wa 15, ikawa mimi Danieli nilipoyaona maono hayo, nalitafuta kuyafahamu. Ameona maono, anataka ajue maana yake. Na tazama, alisimama mbele yangu mmoja mfano wa mwanadamu. Aliyesimama mfano wa mwanadamu mbele ya Danieli ni nani? Mfano wa mwanadamu ni Yesu. Alafu akiwa amesimama mbele ya mfano wa mwanadamu, nikasikia sauti ya mwanadamu katikati ya mto Ulai iliyoita na kusema, Gabrieli, mfahamishe mtu huyo maono hayo. Mimi Danieli nataka kujua maana ya maono. Mbele yangu yuko mfano wa mwanadamu ambaye tunajua mfano wa mwanadamu ni Yesu. Sauti nyingine inatoka kutoka ndani ya mto, inamwamrisha, inatoa amri, inasema, Gabrieli, mfahamishe huyo mtu maana ya maono haya. Yule mfano wa mwanadamu anamkaribia, anaanza kumfahamisha. Sasa Gabrieli ni nani? Manake Gabrieli ndio mfano wa mwanadamu. Na yule aliyekuwa anaamrisha kutoka ndani ya mto ni nani? Manake ni yeye mwenyewe, ni Yesu mwenyewe. Yesu hana mtu wa kumsaidia, anajigeuza. Na kama nitapata muda mwingine, siku nyingine, tunaweza tukaona anajigeuza mpaka kwa majeshi. Sasa watu wanaosema mbona wako wawili, mbona itakuwaje huyo wepo hapa? Na ndio jiulize, kwa nini Yesu yuko Tanzania, alafu yuko Marekani, alafu yuko China? Kwa nini? Kwa nini tunafanya ibada hapa na kule nako anafanya ibada, anawatendea na sisi anatendea na kule na walio polini? Kwa nini? Kwa nini hayo mawazo, ukuu huo, kwa nini haukufungui akili ujue kwamba Mungu ameenea, yuko kila mahali, anaweza kufanya jambo lolote?
nimetumia muda mrefu, niishie hapo. Mambo haya na kuombea Roho Mtakatifu akusaidie kutambua. Tusipomjua Mungu tutachanganyikiwa sana na ulimwengu huu. Tutachanganyikiwa na mafundisho, tutachanganyikiwa na maono. Neno la Mungu linajitegemea. Mungu akubariki, Mungu akusaidie wewe unayejifunza. Naamini kuna kitu utakumekipata leo katika haya, na haya yametokea kutokana na changamoto za ubishani na kutokuelewa. Lakini mtu wa kuelewa ataelewa, asiye wa kuelewa atabaki kutokuelewa. Nahitimisha hapo. Ni mtumishi wako na ndugu yako, naitwa Mchungaji Dr. Zefania Mwarusambo. Namba yangu ya simu 0754 041599. Nikupe namba za watendaji wenzangu katika ofisi. Ya kwanza 0769007328. Namba nyingine ni 0677880199. Mungu akubariki. Tunakualika tunategemea kuwa na retreat, kutaniko mwezi wa 5, mwisho wa mwezi wa 5 pale Dodoma. Utaona matangazo yetu katika grupu. Tunawaalika kujisajili. Tutakuwa na siku 3 nzuri sana pale Dodoma. Karibu jiandikishe, utaona matangazo katika grupu letu. Tunakualika pia lile tangazo letu la ahadi ya kusaidia kuchangia ununuzi wa vifaa. Tunakuomba ushiriki, usipende tu kujifunza. Mungu anataka kuona pia unakuwa sehemu. Mungu akubariki sana. Amen.